so that people do not abuse. Na furaha ilitanda katika shule ya msingi ya Twiddle Pips Junior School iliyopo katika eneo la Donholm hapa Nairobi. Ni baada ya kikosi kizima cha The Standard kuzuru shule hiyo na kuzindua mpango elimu magazetini maarufu kama NIE. Mwanahabari wetu ambao pia ni mkuu wa kitengo hicho, Gisiri Christopher, alikuwa eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Tunakuja moja kwa moja kutoka shule ya msingi ya Twiddle Pips Junior School iliyo katika eneo la Donholm katika kaunti ya Nairobi, ambapo siku ya leo tumekuja pia kwa mpango ule wetu wa elimu magazetini, yani NIE. Kwa hivyo leo tumeuzindua mpango huo katika shule hii, ambapo tutahakikisha kwamba wanafunzi katika shule hii sasa watakuwa wanapata gazeti kila siku ya Jumanne ambalo litawasaidia vilivyo haswa katika masuala ya elimu. Kwa hivyo tuko na wanafunzi na walimu na tunataka tusikie hisia zao baada ya kuzindua mpango huu. Gazeti hili litawasaidia kwa njia gani? Wataweza kunufaika kwa njia gani kupitia gazeti hili? Jina lako unaitwa nani? Mwalimu John Bosco katika shule hii ya Twiddle Pips Junior School hapa maeneo ya Donholm. Kabla gazeti hili limekuja kwenu, limezinduliwa, litawasaidia kwa njia gani? La kwanza, naona gazeti hili litawasaidia wanafunzi kukuza uzoefu wa kusoma. Pia linaweza kuwasaidia wanafunzi kukuza umakinifu wakati wanaposoma. Na pia naona gazeti hili litawasaidia wanafunzi katika kukuza ile ari au kuwa na moyo wa kupenda kusoma zaidi. Upande wa walimu, naona manufaa kwanza yatakuwa ni kwamba tunaweza kuwa na nyenzo za kutumia katika ufunzaji. Tunaweza kutoa vifungu katika gazeti hili na kuvitumia katika ufunzaji sana sana kwa ajili ya kukuza kusoma. Kwa majina naitwa Mwalimu Beth katika shule ya Twiddle Pips. Gazeti lililoko mbele yangu ninaona ya kwamba itasaidia wanafunzi hasa kukuza Kiswahili. Vile vile itasaidia wanafunzi wakati ambapo wanaandika, na pia itawasaidia kwa kusoma. Pia naona ya kwamba gazeti lenyewe liko na picha ambalo wanafunzi wengi hasa wa grade hizi za chini wanapenda sana. Yes, iko na muhimu sana kwa wanafunzi wetu. Katika kufundisha Kiswahili itatusaidia walimu kwa sababu itaboresha lugha, vile vile katika kuandika na kusoma, na sisi pia tutaweza kufundisha watoto Kiswahili sanifu kwa sababu tutakuwa tukiangalia na tukisoma, itatusaidia. Kwa majina naitwa Kevin Maina na mimi ni mkufunzi wa mchezo wa sataranji. So kwa saa hii tunaona kwamba mashule mingi na pia serikali imeanza kubuni uwezo mpya wa watoto kucheza katika mashuleni na pia kuincorporate hizi michezo katika CBC. So sisi tunashukuru sana The Standard kwa kukuja kwa shule yetu, na pia katika magazeti haya tutaona kwamba picha za watoto zitakuwa mingi, na pia kwa ushirikiano ambayo Standard imetupa tunaweza kuona kwamba tutawapata wanafunzi wanaendelea kuonyesha umahiri wao katika michezo. Wewe mkufunzi, wacha tusikie mwalimu mkuu wa shule hii anasema yeye ni mwalimu wa lugha ya Kiingereza, lakini leo ni siku ya Kiswahili katika shule hii. Kwa hivyo amesema atajikaza kisabuni azungumze lugha ya Kiswahili. Mwalimu, habari za leo na gazeti limekuja kwenu, kama mwalimu mkuu unafikiria litakuwa na umuhimu gani? Kwanza namshukuru Mungu, maana shule hii katika nyenzo za CBE ambazo tumeweka nyenzo mahali hapa kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa wakati wa asubuhi ni wakati wetu wa kusoma. Wanafunzi wanafika shuleni, wanasomeshwa. Lakini nashukuru Mungu zaidi, maana kuanzia leo itakuwa tofauti. Maana tumepata gazeti ambalo inafaa mwanafunzi anaposoma, wakati anaona picha yake katika gazeti, inampa ule hekima zaidi ya kutaka kujua kilichokiandikwa mahali pale. Hasa akiona picha yake mahali pale, anasoma zaidi, na ubunifu wake unaendelea kuwa ule uzoefu unamsaidia katika masomo, anakuwa mwanafunzi bora zaidi katika masomo. Kwa hiyo tunashukuru zaidi na tunahakikishia kwamba shule hii ni masomo, ni kusoma tu. Hata leo ni siku yetu ya kuzungumza Kiswahili, wanafunzi wanafika mahali wanashindwa, lakini kupitia hii wataona ile hamu, ile nia, na si kusukumwa tu, bora kusoma. Kwa hiyo nashukuru, Mungu awabariki sana. Asante sana. Basi umesikia
hayo ni maoni tu na mawazo ya walimu kutoka shule hii, ambapo wamesema gazeti hili litakuwa la muhimu sana kwa wanafunzi, kwa walimu na jamii yote tu ya shule hii, kwa sababu wanasema sasa watakuwa na nafasi ya kusoma zaidi, tofauti tu na vile walivyokuwa wakisoma vitabu. Basi kutoka hapa na kuacha, lakini kabla sija kuacha, mpaka ni kuache na vimbwembwe, michezo ya kufurahisha ya wanafunzi kutoka shule hii, ili wewe kama mzazi, kama mwalimu wa shule ile nyingine, unaweza ukaona yale ambao wanafanya, na pia wewe shule yako itaweza kupata nafasi ya kufanya haya yote, kwani tunavyosema sisi Standard si bora elimu, lakini ni elimu bora. Asante sana. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndipo nakamilisha taarifa zetu za Mbiu ya KTN leo hii. Jina langu ni Sam Amani.